Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako, kitabu kile cha Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Unaweza ukaniwekea hapo Zaburi ya 23. Biblia nasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe. Baba, tunakushukuru kwa wakati huu mzuri. Tumekusanyika katika hekalu hili Bwana kwa ajili ya kusikia maneno yako ya uzima. Bwana, gusa mioyo yetu, huisha mioyo yetu, ponya mioyo yetu Bwana. Tengeneza upya mioyo yetu. Mahali palipobomoka, palipojeruhika Bwana, ni wakati wako wa kwenda kuponya kwa neno lako. Bwana, tupe nguvu, tuondolee hofu Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 23. Kama unaandika, unaweza ukaandika Yesu mchungaji mwema. Zaburi ya 23 ni miongoni mwa zaburi pendwa sana. Zinatumika sana kwa watu wengi, na mara nyingi hutumika pale ambapo watu wengi wanajihisi kama kupungukiwa, ni kama wanajihisi kuna kitu kimeondoka, au maumivu yanapokuja kwenye moyo wa mtu. Mara nyingi zaburi hii imekuwa ikileta faraja na kutia nguvu mpya kwenye mioyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi hii ya 23, Daudi anaeleza namna Mungu alivyo. Anamueleza Mungu kama mchungaji mwema wa kutumainiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma zaburi hii ya 23 katika Agano la Kale, na unaposoma kitabu cha Yohana sura ya 10, ni kama vitabu hivi na sura hizi zinazungumzia kitu kimoja. Zaburi ya 23 imeandikwa na Daudi. Ni maneno ambayo Daudi
anayazungumza kuonesha wema wa Mungu, uzuri wa Mungu kwenye maisha yake. Lakini ukisoma Yohana sura ya 10, Yesu mwenyewe anajifafanua au anajieleza kama ndiye mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisoma Zaburi hii ya 23 na ukasoma ile Yohana sura ya 10 vizuri, utaelewa kwamba kwenye Zaburi hii ya 23 huyu mchungaji mwema anayezungumzwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi anamueleza Yesu kama mchungaji mwema, lakini hamtaji moja kwa moja. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza wanatumia Jehova. Maana yake hii inatupa tafsiri kwamba kila mahali kwenye Agano la Kale palipotumiwa jina la Mungu Jehova, alizungumzwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi anamuelezea Mungu kama mchungaji mwema wa kutumainiwa kwa nyakati zote. Yawe majira mema, yawe majira mabaya na magumu, bado Daudi anamuelezea Yesu kama mchungaji mwema wa kutumainiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika utumishi wa Daudi, Biblia inatueleza namna alivyokutana na majaribu na mitihani. Anakutana na vitu vigumu, anakutana na nyakati ngumu, lakini hata alipokutana na nyakati ngumu, bado Daudi alimtumainia Bwana. Bado Daudi alimwangalia Bwana. Bado Daudi alimtazamia Bwana. Hakutazama hali anayokutana nayo, maana alijua ni Bwana anayeweza kumsaidia katika nyakati hizo, katika mitihani hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajieleza vizuri mwenyewe. Ukisoma kwenye Yohana ile sura ya 10:11, anajieleza mwenyewe kama mchungaji mwema. Anajifunua ili tuelewe kwamba yule mchungaji mwema anayezungumzwa na Daudi ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisoma kuanzia sura ya mstari wa kwanza ya sura ya 23, Daudi anaposema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, maana yake Daudi anajitazama mwenyewe kama kondoo. Na ndivyo Daudi anavyoelezea waamini sisi ambao tunamwamini Yesu. Kwa kuwa yeye ni mchungaji, basi na sisi tunatazamishwa kama kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kondoo wa asili kama unavyowajua mifugo, hapana, ila tunakuwa kondoo kwa sababu ya kazi ya Mungu kwenye mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe.
kondoo wa Mungu kwenye mioyo yetu. Kwa namna gani? Kwa sababu Mungu anazungumza kwenye mioyo yetu. Mungu anaweka matumaini kwenye mioyo yetu. Lakini Mungu ametuita na tukamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mchungaji anakuwa anachunga kundi la mifugo yake. Anapoisemesha ile mifugo, kwa sababu inamjua yule anayewachunga, akiwasemesha wale mifugo watamuelewa, watajua huyu anamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mifugo wamemjua mchungaji wao. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine kama sio mchungaji halisi wa wale mifugo, unaweza ukapata shida kuchunga mifugo wale, kwa sababu hawajazoea sauti ya mtu mwingine zaidi ya mchungaji wao. Maana yake hata mifugo nao wana uwezo wa kutambua sauti ya mchungaji wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi tunafananishwa kama kondoo, kwa sababu mioyoni mwetu tuna uwezo wa kusikia na kutambua sauti ya mchungaji wetu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu tukaelewa kwamba kama waamini ni lazima tuwe kama kondoo, ili tuweze kusikia sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliye mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tutaweza kusikia sauti ya mchungaji wetu ambaye ni Yesu Kristo, basi tutakuwa na uwezo wa kupata kila tunachokihitaji. Tutakuwa na uwezo wa kujibiwa maombi yetu. Tutakuwa na uwezo wa kupata kila ambacho tunakiomba kwa Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine kwa kundi kubwa la waamini tumekuwa tuna compromise kwenye maombi. Tunashindwa kuelewa kwamba sisi ni kundi ambalo tunawajibika kwa mchungaji, na kwa kuwa mchungaji anajua mahitaji ya kondoo wake, tunajikuta tunaanza kutapatapa, tunaanza kuhitaji vitu vingine ambavyo sio mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kukaa vizuri na mchungaji wetu ambaye ni Yesu Kristo, ili tuweze kupata kile tunachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi tunaelewana? Naeleweka vizuri? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anajifunua katika Zaburi hii ya 23 kama mchungaji mwema. Na kwa nini anajifunua kama mchungaji mwema? Anajifunua kama mchungaji mwema kwa sababu yeye ndiye ametuchagua ili aweze kutuchunga mahali sahihi tunapotakiwa kuwepo, ili kutuchunga tuweze kwenda katika uelekeo sahihi, kwa sababu
pasipo yeye kusimama na kutuongoza na kutuchunga, sisi hatuwezi kufanya chochote. Ni lazima tutaelekea katika upotevu. Ni lazima tutatawanyika. Ni lazima adui atapata nafasi ya kututawanya, ya kutuvuruga, na mwisho wa siku tukaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi anamuelezea Yesu kama mchungaji mwema kwenye Zaburi hii, kwa sababu Daudi ameuona mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Kila wakati, kila hatua aliyopiga, aliona kwamba ni Mungu anayemsaidia kwenda, ni Mungu anayemsaidia kupiga hatua. Kwa akili za Daudi hakuelewa kama angeweza kuwa mfalme, lakini Daudi alitambua hata ufalme nilio nao ni kwa sababu ni Mungu amenipa. Amenipa kwa sababu ni mchungaji wangu. Na Daudi anaonesha kwamba katika hali mbalimbali za mapito aliyopitia, bado ni Mungu aliweza kumvusha. Pengine angeweza kuishia njiani, pengine angeweza kuuawa, pengine asingeweza kufikia hatima ya wito wake, lakini kwa sababu alitambua ya kwamba ni Mungu ambaye amekuwa kila kitu kwangu, ndio maana anaandika Zaburi hii ili na sisi ituoneshe kwamba tunaye mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Maana kwa huyo mchungaji mwema hatuwezi kutikisika. Maana kwa huyo mchungaji mwema hatuwezi kupotea. Maana kwa huyo mchungaji mwema ni lazima tufikie hatima, kwa sababu huyo mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo, yeye ndiye anayejua safari yetu, yeye ndiye anayejua uelekeo wetu. Sisi hatujui hata kesho tutakuwaje. Sisi hatujui hata kesho tutamka vipi. Sisi hatujui hata kesho tutakula vipi. Lakini kwa kuwa Mungu anajua sisi tutakuwa vipi kesho, ni lazima tujifungamanishe na yeye ili tuweze kuwa salama. Ni lazima tujishikamanishe na yeye ili tuweze kuwa na uzima, kwa sababu shetani naye kila wakati amejiandaa kwa ajili ya kutuharibia, kwa ajili ya kuharibu hatima ya maisha yetu. Lakini kwa kuwa tunaye mchungaji mwema, nikwambia kwamba hatuwezi kutikisika kamwe. Na ndio maana Daudi anaandika kwenye Zaburi hii, anasema hata nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, kwa sababu wewe Bwana uko pamoja nami. Nikwambia kwamba usiogope, kwa sababu unaye mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Hata kama unahisi moyo umeinama, bado ujue ya kwamba unaye mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Hata kama unahisi uchungu kwenye moyo wako, ni lazima utambue ya kwamba unaye mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Yeye hawezi kukupeleka mahali pa upotevu. Yeye atakupeleka mahali pa hatima yako. Yeye atakupeleka mahali ambapo wewe unakusudiwa kuwepo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mchungaji mwema. Mioyo yetu tuiachilie kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu tuifungue kwake, atuongoze pale anapotaka sisi twende. Kama tukijaribu kutumia akili zetu, hatutaweza kufika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaweza kufika mahali. Matatizo ni mengi. Maana hata Biblia imeandika duniani kuna dhiki nyingi. Na ni kweli, matatizo ni mengi, shida ni nyingi. Lakini hata kama shida zitakuja, matatizo yatakuja, lazima tutambue ya kwamba Yesu ni mchungaji wetu, na kwa yeye tuna usalama, tuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi kama tunaelewa.
Amen. Tazungumza vitu vinne kwa haraka ambavyo vimemfanya Daudi amuone Yesu kama mchungaji mwema, na ni vitu vya muhimu sana na wewe ukavifahamu. Namba moja, yeye ndiye atupae vyote na kutuongoza. Daudi alitambua ya kwamba vyote alivyo navyo ni Mungu amempa. Vyote alivyo navyo ni Mungu amempa. Daudi alitambua na alielewa kwamba mpaka kufika mahali alipofika ni kwa sababu Mungu alimuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sifa ya mchungaji mwema, kuliongoza kundi mahali sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alitambua ya kwamba Mungu ndiye aliyemuongoza kufika mahali alipofika. Mungu ndiye aliyempa vyote alivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, huzihuisha nafsi zetu. Huzihuisha nafsi zetu. Daudi alipitia nyakati nyingi ngumu sana, nyakati za kuchoka kama binadamu, nyakati za kukata tamaa kama binadamu, lakini alitambua ya kwamba ni Mungu kila wakati ndiye alikuwa akihuisha na kumpa nguvu mpya ya kuendelea mbele. Daudi alielewa vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 3, hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ni Daudi anasema alitambua Mungu amekuwa akihuisha moyo wake. Mungu amekuwa akihuisha nafsi yake. Mahali alipochoka, mahali alipokata tamaa, mahali alipoona giza, mahali ambapo alikosa matumaini, Mungu alimpa moyo mpya wa ujasiri. Mungu alimpa matumaini mapya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kama waamini tupo katika ulimwengu huu, ni lazima tuelewe kwamba tutapitia nyakati ngumu za majaribu na mateso. Hiyo haikwepeki. Kila binadamu anakutana na hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwanadamu anaishi atakutana na hicho. Kujaribiwa kutakuwepo, lakini hata kama tutajaribiwa kiasi gani, ni lazima tumkumbuke Mungu anayehuisha nafsi zetu, Mungu anayetupa nguvu ya kuendelea mbele. Tukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3, ulinzi. Ulinzi. Soma sura 4. Daudi alielewa mchungaji wake amekuwa mlinzi kwake.
Huyu Mungu ambaye amekuwa mchungaji kwake, amekuwa mlinzi kwake, wakati anapambana na vita mbalimbali na maadui wa taifa la Israeli, Daudi alielewa si kwa nguvu zake. Daudi alielewa ni Mungu aliyemsaidia na kumwezesha, na huu alikuwa ni ulinzi wa Mungu juu ya Daudi na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuelewe kwamba mchungaji wetu ni mlinzi wetu. Yesu tuliye naye, yeye ni mlinzi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope wala usikate tamaa. Yesu mchungaji wetu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne. Mungu hutuinua katikati ya maadui zetu. Mungu hutuinua katikati ya maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa na maadui wengi. Pengine ingekuwa kwa nguvu zake, hata tusingekuwa na sababu ya kusoma Zaburi hii siku ya leo. Sidhani kama tungeisoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Daudi alijua ninaye mchungaji wangu ambaye ni Mungu wangu, yeye ambaye amenitetea katikati ya watesi wangu, huyu ni mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi anamueleza Yesu kama mkombozi ambaye amemwezesha katikati ya maadui wa taifa la Israeli, lakini pia katikati ya maadui zake. Mungu alimwezesha, alimuinua wakati Sauli anapambana kumuua Daudi. Bado hakufanikiwa kwa sababu Daudi alikuwa na mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa upande wa Daudi. Mungu alikuwa naye. Na ndio maana kila wakati ambao Sauli alijitahidi kutaka kumuua Daudi, hakufanikiwa kwa sababu mchungaji mwema wa Daudi alikuwa akisimama juu ya vita vya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vita vipo, lakini mchungaji wako ni nani? Mchungaji wako ni nani? Unaweza ukajiuliza moyoni. Huwa ukiwa katikati ya watesi, unafanya nini? Unakimbilia wapi? Kwa ndugu? Kuanza kulalama? Bado hujamuelewa mchungaji wako ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujumbe huu ukusaidie siku ya leo kuelewa ya kwamba wewe hapo ulipo haupo kwa bahati mbaya. Ikiwa umeweka tumaini lako kwa Yesu Kristo na umekubali kuwa kondoo wa Yesu Kristo, na umekubali Yesu awe mchungaji wako, jitahidi sana kuisikia sauti ya mchungaji wako, na sio kuisikia tu sauti ya mchungaji wako. Jitahidi sana kuitendea kazi sauti ya mchungaji wako ambaye ni Yesu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Kama tukifungua mioyo yetu, tukiruhusu sauti ya Yesu Kristo ipate nafasi kwenye mioyo yetu, itakuwa ni ngumu sana kuangamia. Itakuwa ni ngumu sana kuharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Paka Daudi anazungumza, Zaburi hii ni ushuhuda anautoa kwa yale ambayo Mungu ameyafanya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni mchungaji mwema, na huyu ndiye tunayepaswa kumtazama. Kama Agano la Kale linamweleza namna alivyofanya, mambo aliyoyatenda, na Agano Jipya pia linamwelezea Yesu kama mchungaji mwema, mambo ambayo aliyatenda, mambo aliyoyafanya. Na hata wazee wetu wa imani wanatueleza kila wakati mambo ambayo Yesu anayafanya, mambo ambayo Yesu anayatenda. Hatupaswi kuchoka, tunapaswa kumuelewa ya kwamba yeye ni kila kitu kwetu. Tukimpa nafasi kwenye maisha yetu, hatuwezi kuangamia, hatuwezi kuteketea, kwa sababu yeye amefanyika mchungaji mwema, kama ambavyo alikuwa mchungaji mwema kwa Ibrahimu, kumuongoza katika njia ya haki, kumuongoza kuelekea katika nchi ambayo amemwelekeza aende. Kama ambavyo alikuwa mchungaji mwema kwa Musa, kumuongoza na kumsaidia kuwaongoza wana wa Israeli kutoka utumwani kuelekea Kanaani. Haikuishia hapo, bado Mungu aliendelea kutenda mambo mema kwa Daudi. Pia tunaona Yesu anaendelea kuwa mchungaji mwema. Tunaona pia kwa Danieli, pia bado anaendelea kuwa mchungaji mwema. Huyu mchungaji mwema ambaye ameendelea kutenda mambo mengi kwa Agano la Kale, bado hata kwenye Agano Jipya yeye anaendelea kujifunua kama mchungaji mwema. Huyu Yesu ambaye ni mchungaji mwema ndio huyu ambaye anasema, njooni nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio huyu anayesema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Ndio huyu anayesema, ombeni lolote kwa jina langu nami nitafanya. Ndio huyu anayesema, yote yamekwisha pale Kalvari. Hauna haja tena ya kuogopa, hauna haja tena ya kufadhaika, hauna haja tena ya kusononeka, hauna haja tena ya kuinama, kwa sababu Yesu mchungaji mwema yupo kwa ajili yako. Kwa sababu Yesu mchungaji mwema, yeye yupo kukuongoza kwenye njia ya haki, yeye yupo kwenye njia ya kweli na uzima. Huyo tukimwamini na tukampa maisha yetu, yeye hatutaelekea mahali pa upotevuni, tutaelekea mahali pa uzimani, kwa kuwa yeye ni mchungaji mwema kwetu. Hatupasi kuchoka, hatupasi kukata tamaa. Wapendwa, ninajua kuna watu tuna uchungu kwa mambo ambayo yametokea huko nyuma, lakini nikutie moyo tena siku ya leo. Yesu mchungaji mwema yuko kwa ajili ya kukutia moyo, kwa ajili ya kuleta faraja, kwa ajili ya kuleta matumaini mapya. Huyu Yesu ambaye Daudi anamzungumza vizuri. Hata Daudi anasema, alipopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti hakuogopa, kwa sababu alikuwa na mchungaji mwema. Nikwambia kwamba hata kama hauoni chochote mbele yako, bado Yesu mchungaji mwema anakuwazia mema. Bado Yesu mchungaji mwema anakuwazia yaliyo mema. Usifadhaike mpendwa, usifadhaike Mkristo, usifadhaike wala usiogope. Ninajua kuna watu wengine wana uchungu na maumivu juu ya mambo ambayo yametokea kwa kufanyiwa na wanadamu wenzake, lakini nikutie moyo ya kwamba huo uchungu usikufanye ukaondoka kwenye kundi. Bado Yesu mchungaji mwema ni Bwana kwenye maisha yako. Bado Yesu mchungaji mwema ni Mungu kwenye maisha yako. Mtazame huyo peke yake, mtazame huyo peke yake, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Praise him. Praise him. Mungu anatuwazia leo mema.
anatuwazia yaliyo mema. Mungu wetu anatuwazia yaliyo mema. Yeye kama mchungaji mwema kwenye maisha yetu anatuwazia yaliyo mema. Shida tumeruhusu mioyo yetu ingiwe na uchungu, ingiwe na vitu vingine ambavyo vinatuvuruga na tunashindwa kukaa vizuri kwenye kundi. Lakini Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Yeye anatuwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Huna haja ya kuogopa. Funika macho yako. Funika macho yako. Yeye ni Mungu wetu, ni mponyaji, ni tabibu anayeganga mioyo yetu. Vizuizi vikubwa vinavyotufanya tushindwe kusikia sauti ya mchungaji wetu kwenye maisha yetu ni pale ambapo tunaweka vitu vingine vinaleta uchungu kwenye mioyo yetu. Inaweza ikawa ni bahati mbaya, haujatamani wewe hivyo, lakini unajikuta tu na uchungu kwenye moyo wako. Na huo uchungu kishakaa kwenye moyo wako, ni ngumu sana kusikia sauti ya mchungaji wako. Ukiwa umefunika macho yako, kama unahisi una uchungu kwenye moyo, una majeraha kwenye moyo, unahisi moyo wako hauko sawa sawa, sogea tu mbele. Yesu mchungaji wetu ni tabibu wa kweli. Ataganga mioyo yetu, ataiuisha. Sogea tu mbele. Kama unahisi moyo wako hauko sawa sawa, sogea tu mbele. Unahisi uchungu, unahisi kama moyo wako umeinama, unahisi moyo wako umejeruhika, sogea tu mbele. Unahisi umewaweka watu fulani moyoni mwako, huo ni mzigo. Sogea mbele, sogea tu mbele. Yesu yuko hapa kwa ajili ya kuganga moyo wako, ili uweze kukaa sawa sawa kwenye kundi lake. Katika safari bado nasikia kuna watu, bado nasikia kuna watu. Usijizuie, 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 usijizuie. Unahisi moyo wako hauko sawa sawa, njoo tu mbele, njoo. Ni sauti ya Bwana, ni sauti ya Bwana. Unahitaji kuishwa moyo wako, unahitaji kuishwa moyo wako. Nyosha mikono mahali ulipo, nyosha mikono yako mahali ulipo. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Wewe ni mchungaji wangu, tena mchungaji mwema. Ninaomba Bwana unisaidie mahali ambapo moyo wangu umejeruhika,
moyo wangu umeharibika kwa mambo ya dunia hii. Ninakuomba Bwana, uponye moyo wangu, ponya moyo wangu, huisha moyo wangu, huisha moyo wangu, mahali palipojeruhika Bwana ukapaponye katika jina la Yesu. Unaweza ukajiachilia kwa Mungu, alafu muombe Mungu, muombe Mungu. Na kama unaweza kunena kwa lugha, unaweza kunena kwa lugha, maana kunena kwa lugha kunaijenga nafsi yako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, ninawaleta watu wako mikononi mwako. Ninaileta mioyo yao mbele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mahali palipojeruhiwa Bwana, ninaomba uponyaji, ninaomba uponyaji Bwana, katika jina la Yesu. Rabakaya badakaya yeshana bakaya baba hirakana bakaya bada, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe Bwana uliyetabibu wa kweli, ganga mioyo ya watoto wako tena, ganga mioyo ya watoto wako tena. Rabababa shekada bakaya baba, hebu jiachie mbele za Bwana, mwambie Bwana akuponye moyo wako, mwambie Bwana uponye moyo wako. Rabababa shekede bekaya manaka, rabababa rekede bekaya ma shada baba rakada baba. Ewe shetani uliyeleta uharibifu kwenye moyo huu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe shetani uliyeleta uharibifu kwenye moyo huu, katika jina la Bwana. Radadada yekede bekayama shada bakayama radadada kayama, katika jina la Yesu. Rabababa shada bakaya rabababa shada bababa rekede bekayama, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ganga moyo huu rabababa yakada bababa rekede bekayama shada bababa radadada kayama, katika jina la Yesu. Rakada bakaya shekede bekayama mama rabababa rekede bekaya rabababa kirabada shada baka rekede bekayama rabababa yakada bababa shada bakayama rabababa rekede bekayama rakada bababa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekede bekayama baba rabababa ya bababa shada bakayama yelebede kayama rabababa, katika jina la Yesu. Rekayama baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rabababa yekede bekaya shada bababa radadada yerabababa, katika jina la Yesu. Rabababa, mahali shetani alipoleta uharibifu, Bwana ninaita hiyo nguvu yako tena. Kadaba kaya bababa shadaba ya bababa shabababa, katika jina la Yesu. Rababa ya bababa ya kadaba. Kama unaweza kusimama, hebu simama, twende tukaiombe nchi yetu. Rabababa, kuna mioyo ya Watanzania wengi huko imevunjika, kuna mioyo ya Watanzania wengi huko imejeruhika, kuna mioyo ya Watanzania wengi huko imeharibika. Rabababa, twende mbele za Bwana tukaiombe mioyo ya Watanzania iliyoharibiwa. Rabababa, twende mbele za Mungu tukaiombe mioyo ya Tanzania iliyovunjika, na Bwana akaigange tena. Bwana wa faraja akalete faraja kwenye mioyo
achilia faraja, achilia faraja.